Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. So in this tutorial tunaendelea na maswali ya locus, locus of complex numbers. So this is the first question we solve. Inasema illustrate and represent on the Argand diagram the loci described by the following complex expression. Inaizungushia hapa. Given that z is equal to x plus iy. So this expression nasema the model of z plus 2 minus 3i ni sasa na 2. So first tujue hiyo z plus 2 minus 3i ni kitu gani. So z yenyewe ni x plus iy. So najumlisha na hiyo 2 minus 3i. So hii inakuwa ni sasa na x plus 2. Hii ni real part jumlisha I. Imaginary part ni y minus 3. Yeah. Hivyo. So now the model ya huyu mtu z jumlisha 2 minus 3i. Manake itakuwa ni the square root. Nichukue hiyo real part ambayo ni x plus 2 hii hapa. Squared. Jumlisha na square ya hiyo imaginary part. Yeah, so hii anasema inabidi iwe sasa na nini? Na 2. Now if I square both sides, I get x plus 2 squared jumlisha y minus 3 squared ni sasa na 4. So this now is the loci. So this you can see is just the equation of a cycle where the center itakuwa ni negative 2,3 alafu radius itakuwa ni 2. So hii ni equation of a cycle. So swali nasema represent on the Argand diagram. Kwa hiyo we draw the equation of this cycle. We draw the diagram of this cycle. Kwa hiyo tukichora diagram ya hii cycle sasa ni hii hapa. So hii ndo Argand diagram. Hii ni imaginary axis. Hii ni real axis. So this is our loci. So the center hapa ni negative 2,3 after the radius is 2. So that is the first example. Let's now see the example 2. Example 2 anasema illustrate and represent on the Argand diagram the loci described by the following expression. Expression hii hapa. Anasema 1 is less than the module of z plus 2i, which is also less or equal to 2. So hii tafuta loci in terms of expression alafu chora kwenye Argand diagram kama tulivyofanya kwenye example 1. So anasema z is x plus iy. Kama kawaida tutafute kwanza hii z plus 2i itakuwa ni kitu gani? So z ni x plus iy, kwa hiyo tutajumlisha na 2i. So hii itakuwa ni x jumlisha I y plus 2. Kwa hiyo the module sasa ya hii z plus 2i itakuwa ni the square root ya real part x squared jumlisha square ya imaginary part. Kama hivyo. Kwa hiyo sasa hii module nikirudisha kwenye expression hapo juu inakuwa ni 1 is less than hiyo square root. Hii ni x squared jumlisha hii ni y plus 2 squared. So this is less or equal to 2. So nikisquare pande zote, you can see square of 1 ni 1. Nikisquare pale katikati nabaki na x squared plus y plus 2 squared. So all of this is less or equal to 4. Yeah. So hii hapa x squared jumlisha y plus 2 squared sasa na 1. Hii ni cycle ambayo ni this one is a cycle. This is a cycle. This is a cycle ambayo center yake ni 0, negative 2 alafu radius ni 1. Tena hii hapa hii x squared
jumlisha y plus 2 squared sasa na 4. Hii pia ni cycle, hii ni equation of a cycle. Hii ni cycle ambayo center ni 0,-2 wakati this time radius ni 2. So these are two cycles with the same center. So hii hapa ya kwanza, so 0,-2 by the way itakuwa labda hapa si ndio? So the first cycle ina radius ya 1, kwa hiyo itazunguka hapa. Kwa hiyo hii ndio hii cycle hii huku. Alafu the second one anasema ina radius ya 2 lakini the same center. Kwa hiyo yenyewe itakuwa hapa. Yeah, so hapa now ni origin 0,0 wakati hapa ni center of the cycle ambayo ni 0,-2. So you can see our Loki expression are containing inequalities so we have to shade the regions that satisfies this. Now if we put sana hii ni greater tukiweka hapo greater, it means kwenye hii cycle ndogo tuna shade nje, si ndio? Tuna shade nje. Kwa hiyo nipasa ni shade nje kote. Alafu kwenye hii cycle kubwa sasa anasema leso iko Kwa hiyo hapa ni leso iko. Maana yake tuna shade ndani. So eneo ambalo litakuwa double shaded ni ile eneo ambalo ndo nimelishade hapa. So this is the region that satisfies. Lakini note huku kuna leso iko, huku kuna greater tu. Hakuna greater iko. So it means hii hapa ya ndani, hii ya ndani inabidi iwe dashed line Hii cycle ya ndani. Maana yake the boundary is not what? Is not included. Kwa hiyo inabidi iwe dashed line. So anasema represent locus yetu ndo hii locus yetu ndo hii. Anasema represent on the Argand diagram Kwa hiyo mchoro wake ni huu hapa. Yeah. So this is the second example, example 2. Let's now see example 3. So example 3 anasema representing the complex plane the region defined by the inequality the module of z minus I is less or equal to the module of z plus I. So kama kawaida z tutatumia tu ni x plus iy. So you can see z minus I itakuwa ni x plus iy minus I Kwa hiyo z minus I yenyewe ni x jumlisha I. Hii ni y minus 1 Wakati z plus I yenyewe itakuwa ni x plus iy jumlisha I Kwa hiyo z plus I yenyewe itakuwa ni x jumlisha I. Hii itakuwa ni y plus 1. So module ya huyu z minus I itakuwa ni the square root. Itakuwa ni x squared, square root ya x squared jumlisha y minus 1 nini squared. So this should be less or equal na square root. So hii ni module ya z plus I, hii ni x squared jumlisha y plus 1 squared. So if I square both side, hapa nitapata kwamba x squared plus y minus 1 squared should be less or equal to x squared plus y plus 1 squared. So you can see huyu na huyu wanakufa x squared minus x squared is 0. So nikiexpand hii y minus 1 napata ni y squared minus 2y plus 1 should be less or equal, wakati huku nitapata y squared plus 2y plus 1. So you can see y squared na y squared anakwenda, 1 na 1 anakwenda. So nabaki na negative 2y should be less or equal to 2y. So huyu negative 2y nikimleta huku I get 2y plus 2y is greater or equal to 0 So 4y is greater or equal to 0. Manake y is greater or equal to 0. So this now is the locus. This is the locus expression. So represent this on the Argand diagram. Manake we are going to have a imaginary axis. Hii ndo y axis sindio? And then we're also going to have a real axis. Hii ndo x axis. So ukishade region y is greater or equal to 0, manake nita shade hapa.
ile concept ya relation ya form 3. So locus ni hii, ukirepresent in the Argand diagram ndo hii. This is example 3. Let's now see example 4. Before I go to example 4, you can see this time hatujachora cycle Kwa hiyo usikariri kwamba kila locus lazima iwe cycle Yeah, now let's see example 4. So this example 4 anasema represent in the complex plane the region defined by the inequality huyu Yeah. So z ni x plus iy. Wakati z minus 2 maana yake itakuwa ni x plus iy minus 2. So hii z minus 2 ni sawa na x minus 2 jumlisha iy. So the module of z itakuwa ni the square root ya x square plus nani? Y squared. Hivyo. So this anasema should be less than 2, less or equal to the square root. Hii ni module ya z minus 2. Kwa hiyo hii itakuwa ni x minus 2 squared jumlisha y squared kama hivyo. Yeah. So now if I square kila mahali, huku nitapata x squared plus y squared is less than 2. Alafu huku ni less or equal to x minus 2 squared plus y squared kama hivyo. So let me write hii ndo, by the way hii ndo locus expression sasa issue kuichora sasa kwenye Argand diagram. So let me write it in a fresh page. Nipata ni hii x plus y squared, x squared plus y squared is less than, wait. Hapa nivo square everywhere. Hapa inabidi iwe 4 sasa, sio tena 2. Sorry about that. Hapa itabidi iwe ngapi? Iwe 4 Ukisha square kila mahali hapa inakuwa ni 4. Yeah, kwa hiyo hii ni less than 4. Alafu less or equal to x minus 2 squared plus y squared. So huyu sasa x squared plus y squared sasa na 4 hii ni cycle equation of a cycle ambayo center ni 0,0 wakati radius ni 2. So kichora hii ni hivi. Si ndio? So center ni hapa kwenye origin 0,0. Sasa nasema is less than 4 Kwa hiyo less than 4 hapa badala equal sign hapa tunaweka less. Manake na shade ndani ya cycle kama hivi. Alafu hii cycle nyingine hii x minus 2 squared plus y squared sasa na 4, si ndio? Hii pia ni cycle ambayo center ni 2,0 wakati radius ni ngapi? Ni 2 ile. So hii ukiichora now 2,0 itakuwa hapa, kwenye itakuwa huku. So hii sasa anasema kwamba is greater or equal. Anasema is greater or equal. Manake hii ita shade nje ya cycle. Unapata hapo hii sasa greater or equal, hii ni less than. Manake hii hata hii cycle yenyewe itakuwa ni dashed line Manake the boundary is not included. Sasa the locus ya hii kitu ni kucombine hizi diagram mbili alafu kutafuta region ambayo ni double shaded. So nimechora hii michoro vizuri somewhere else hapa. So hii ya kwanza ile x square plus y square is less than 4. See imeshade ndani, you can see is dashed there. Wakati hii ya pili ile ndo nimeshade kwa nje. So if I draw these two on the same Argand diagram, alafu the region that is double shaded ndo itakuwa locus. Diagram itakuwa hivi you see. So hii ndo ile cycle ile yenye center at 2,0 alafu cycle nyingine ile na center at 0,0. So huyu mwenye less you can see nimeweka dash there. Huyu ambaye nimeweka kawaida. So the region ambayo itakuwa double shaded ni ile eneo ambalo you can see hii cycle ya upande wa kulia sina shade kwa nje, afu hii cycle ya upande wa kushoto na shade kwa ndani. Kwa hiyo eneo ambalo double shaded ndo hili hapa. So hii shaded region hii ndo
ndo nini? Ndo locus ya hii, ndo locus ya ile complex expression ile tuliyoiona pale mwanzo kwenye swali. So let me say see you in the next tutorial.